Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi kwa mwaka wa 2026. Huu ni mwanzo kabisa wa mwezi Machi, na katika mwezi huu tunaenda kuangazia mada kuu isemayo imani iokoayo. Leo ni Machi 1. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunaenda kujifunza neno lako. Tusaidie tuweze kuyapokea maneno yako na tuweze kuyafanyia kazi katika maisha yetu. Ila ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema meza yaandaliwa mbele yangu. Yohana Mtakatifu sura ile ya 6 ya 54 na 55 imeandikwa, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Uzima wa milele ni kupokea kanuni hai katika maandiko, utendaji wa mapenzi ya Mungu. Hii ndiyo maana ya kula mwili wa Yesu na kuinywa damu ya mwana wa Mungu. Ni fursa ya watu wote kuula mkate wa mbinguni kwa kujifunza neno na hivyo kupata mishipa na misuli ya kiroho. Kila mmoja lazima apokee baraka nafsini mwake, vinginevyo hatalishwa. Unajua, hauwezi kunawirishwa kwa kuangalia meza iliyoandaliwa vizuri na kwa wengine kula. Tutakufa njaa ikiwa hatutashiriki chakula cha kimwili, na tutapoteza nguvu na uzima wetu wa kiroho ikiwa hatutakula mkate wa kiroho. Meza imeandaliwa na Masihi anakualika shereheni. Je, tubaki nyuma? Tukatae ukarimu huu na kutangaza, hii hainihusu mimi? Tulizoea kuimba wimbo ulioelezea karamu ambapo familia yenye furaha ilikusanyika ili kushiriki ukarimu wa chakula kwa mwaliko wa Baba mwenye fadhili. Wakati watoto wenye furaha walipoizunguka meza, kulikuwa na mtoto omba aliyesimama mlangoni. Alialikwa kuingia ndani, lakini kwa huzuni aliondoka huku akisema, baba yangu hayuko hapo. Je, utakuwa na msimamo huu pale Yesu anapokualika uingie? Ikiwa unaye Baba katika nyua za mbinguni, ninakusihi udhihirishe ukweli huu. Anataka kukufanya kuwa mshirika wa fadhila na baraka zake nyingi. Wote wajao kwa upendo wa kweli wa mtoto mdogo watampata Baba humo. Njoo unywe katika maji ya uzima, usikae mbali ukilalamika kuwa na kiu. Maji ya uzima ni ya bure kwa wote. Wale walao na kulimeng'enya neno hili, wakilifanya kuwa sehemu ya kila tendo na kila sifa ya tabia, wanaimarika katika uweza wa Mungu. Huipatia nafsi nguvu isiyo na kikomo, ikileta uzoefu mkamilifu na kuleta furaha ambayo itadumu milele. Leo ni Machi 1, mada ikisema meza yaandaliwa mbele yangu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako.
wimbi la mawio, saa ya upweke, majaribu yanaponiandama, wiki ya maisha pasi utulivu, mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako 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 mwamba imara tajificha kwako. kwako tu